Sayyid Abdul Qadir Jilani radhiyallahu aziz aliposema katika maneno yake matukufu ya ndani ya kitabu chake mlango wa 7, alisema kuwa hali hii shauqul wara, hii hali yangu mnayoniona nayo, mkinipenda mkanifuata mkaniona nastahili kuwa hivi na nimekuwa kiongozi wenu. Haya mapenzi ya watu mnayoyaona wananipenda ni kwa sababu ya hali yangu. Hii hali ya uongozi na uongoza watu mnaona mnipenda ni kwa sababu ya hali yangu. Lakini akaendelea, manalahu minhu, yoyote atakayepata hali kama ya kwangu, fadhaka rahisu, huyo lazima awe kiongozi wenu, ni lazima. Sayyid Abdul Qadir Jilani anasema. Lakini akasema sio hali hiyo, mtu akipata mazingira kama hayo, wasirru minni, na karama yangu mimi na historia yangu mimi, lile ibadi itakapozungumzwa kwa waja wa watu wa mfano kama sisi, anisi, hiyo siri yangu itawaliwaza, watasikia raha. Kila jambo litakalotajwa la kwake watasikia raha. Akasema hali yenyewe ni nini? Ana mrijali, mimi ni katika mawalii wa Mungu. Kwa hiyo anatuthibitishia Sayyid Abdul Qadir Jilani, watu wanashindana, falyatanafas almutanafisuna, washindane watu wenye kushindana katika mambo ya kheri. Humo ndo atatokea mtu atakayewazidi wenzake kinafasi, huyo lazima atakuwa kiongozi wako. Umetaka utakuwa kiongozi wako, ukutaka utakuwa kiongozi wako. Akasema sasa kwa kumalizia, aliposema ana mrijali, akasema la yakhafu jalisu raiba zamani. Nyinyi wasomi, anasema watu wa mfano kama sisi, mtutishe msitusishe katika nyakati zetu, tukipewa nafasi yetu huwa wanaondosha hofu, wanasema la yakhafu raiba zamani. Katika zama za mashaka hizi kama tulizonazo sisi, Sheikh utusamehe, tunajua tuko katika zama za mashaka, mioyo yetu ina mashaka. Kuna mwingine alifikiria awe fulani, mwingine mpaka wakafikiriwa niwe mimi, wapo humu. Sijui kashangaa watu kaja na mke wake kuja kumwambia tusikilize na kwenda kutangazo. Lakini la yakhafu jalisu zamani. Mtu akipata nafasi kama hii awe na hofu tena, wala yara useme unamlinda, usimlinde, ana hofu yoyote tekee mzili yake. Fanya vitimbi vyako, fanya mazuri yako, utanufaika wewe. Ukifanya vitimbi vyako utaharibikiwa wewe. La yakhafu jalisuhum raiba zamani. Ni watu ambao wameshakamilika. Sheikh Uweso anasema alipopewa twarika na shekhe wake akuacha hivi hivi, anasemaje? watwaniamiwani alaini waodunani wa qalbi swara ya tobani yufakiru min ayati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Shailillah Uweso Ahmad Waliullah. Hakuna anayetawadhishwa twarika na kupewa cheo kama hiki akaumini. Sheikh Mustafa, Sheikh Uweso anamwambia kaongoza twarika, anasema nini? watwaniamiwani, kwa sababu nenda kuongoza watu ambao wako sampuli tofauti. Aliitwa miwani, sio miwani kama shenayo hapa.
ni miwani ya ndani ya nyoyo, ala aini wa udhunani, kuanzia masikio na nini. Kwa sababu gani? Anayajua unaenda kuongoa waongo, tumekukubali, kumbe kitu aliyokubali. Sasa hivi anajua nani kanikubali na nani. Tumkubali kwa nyoyo zetu za hakika, sivyo tutakayefeli ni sisi. Mwingine anasema angekuwa sharifu, mwingine angekuwa mtoto wa shehe, mwingine sangekuwa nani. Manara huu mino yoyote